Mwanadamu hakuumbwa akae nje ya uwepo wa Mungu. Anapokaa nje ya uwepo wa Mungu, dhambi inafanyika. Dhambi inakuwa, mwili unakuwa na nguvu, dhambi zinafanyika. Kwa nini inakuwa ni dhambi? Kwa sababu matendo mengi ambayo mwili unataka kufanya si maelekezo ya Mungu. Na dhambi ni kutokufanya maelekezo ya Mungu. Dhambi ni kutokufanya maelekezo ya nani? Ya Mungu, kuyaasi maagizo ya Mungu. Kwa sababu hiyo mwili, mambo mengi ambayo unatamani ni maasi, ni kinyume cha maagizo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ndio kitu ambacho mwili unajua. Ndio maana nikasema mwili ni rafiki yako sana, kwa sababu umeibeba roho yako, uko ndani. Wewe uko ndani ya mwili, uko ndani ya huo mwili wako. So hakuna vile ambavyo unaweza ukautenga ukasema ni adui yangu, ni adui yangu, hakuna. Mwili ni rafiki yako, kwa sababu pasipo huo wewe haupo pia. Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo sasa nataka ujue jambo hili. Roho yako kama haina nguvu, ule mchakato unapofanyika ndani ya bunge la moyo, tayari moja kwa moja maamuzi makubwa yataelekea wapi? Yataelekea, au ushindi utaelekea kwenye mwili. Ushindi ukishaelekea kwenye mwili, roho inakuwa tayari kuna makosa imefanya. Tunakwenda sawa sawa. Yenyewe haiendi kunywa pombe, si kama tunaenda vizuri. Lakini mwili ukinywa pombe, wewe mzima, yaani wewe maeneo yake yote yale matatu yanakuwa najisi, yanakuwa yamefanya nini? Dhambi. Sikia, roho haivuti bangi, lakini mwili unapovutwa, ukienda kuvuta bangi, roho nayo pia imefanya nini? Imevuta. Kwa sababu gani? Iko ndani. Kama tunakwenda sawa sawa. Hakuna vile ambavyo bodi ya gari au gari inaweza ikapinduka, injini iseme wala mimi sijapinduka, aliyepinduka ni bodi. Hakuna hiyo kitu. Hiyo gari imefanya nini? Imeanguka. Kama tuko sawa sawa. Hakuna vile ambavyo gari inaweza ikaenda mahali ikajigonga, afu ikasema, injini ikasema wala mimi sijaumia. Hakuna. Gari yote imefanyaje? Imeumia. Kwa sababu hiyo kitendo cha engine ku lose control, yani engine kuwa ime overspeed kiasi kwamba sasa ule mfumo mzima wa stability ya gari ukashindikana, ikaingia mahali ikacrash. Pamoja na kwamba engine ndio imepeleka, imeenda, lakini gari yote inakuwa imefanyaje? Imepata shida. Roho yako haipendi wala haifurahii dhambi, lakini inapokuwa na udhaifu, ikauruhusu mwili kwenda kufanya unachotaka, hapa ndio maana roho yako yani kama utakuwa unaishi hayo maisha ya dhambi, roho yako inatupwa wapi? Jehanamu, kwa sababu ya kushindwa kucontrol mwili. Roho yako inapata adhabu kwa sababu ilishindwa kuusimamia mwili, ilishindwa kuudhibiti mwili. Ndio maana Paulo anazungumza kwa Roho Mtakatifu, anasema hivi, enendeni kwa Roho, maana kama mkiishi sawa sawa na vile Roho Mtakatifu anavyotaka, mwili mtaushinda, tamaa za mwili hamtazitimiza. Ila mkienda nje ya hapo, mwili uko na power zaidi ya roho, kwa sababu hiyo itakula kwenu. Yesu atusaidie.